na namba 10 wawili, mfano mwepesi Maxim Pia Zengeri anakuwa ni outside number 10 na Stefan Kiazizi anakuwa inside number 10. Hawa watu wawili mara nyingi sana wanaenjoy kushambulia kwenye half spaces. Tokea kipindi ambacho yupo mwalimu Miguel Angel Gamondi walikuwa wanashambulia kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo ukicheza na timu ya design hii mara nyingi watakushambulia na idadi kubwa ya watu, kwa sababu kipindi ambacho Maxim Pia ana switch kuingia kwenye half space na Stefan Kiazizi anapoingia kwenye half space nyingine, basi kaa ukijua kabisa kwamba fullbacks wa Yanga hawawezi wakawa kwenye eneo lao sahihi. Lazima watakuwa kwenye eneo lao la juu ili mradi kuja kuongeza numerical advantage eneo la juu na kuweza kutafuta magoli zaidi. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho Namungo alikuwa anapaswa kukitambua na kukielewa. Lakini je, mwalimu wa Namungo Ankari Juma Mgunda kitu gani ambacho anatakiwa kufanya? Cha kwanza ni kucheza na double pivot ambao haiwezi kuwa na tamaa ya kutoka mara nyingi sana kwenda kushambulia, kwa sababu tumekuja kuona kipindi cha kwanza alianza na defensive midfield Harifa Nyenye hakuwa katika ubora mkubwa sana siku leo. Muda mwingi wa mchezo alikuwa analazimishwa na Stefan Kiazizi acheze nyuma ya mstari wa viungo wake na mabeki wake. Kwa hiyo ni kitu kigumu sana ambacho walienda kukutana nacho, na ni kitu kigumu ambacho walienda kukipata siku ya leo, na nadhani ni mchezo ambao wameenda kuonyeshwa ni jinsi gani wanadhalisha makosa na wamelazimishwa zaidi kuzalisha makosa, kwa sababu muda mwingi wa mchezo Young Africans walikuwa wanaweza kufika kwenye eneo la penalty box la Namungo na walikuwa wanafika kwa wepesi, kwa sababu tu ya Namungo kuna baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanavifanya sio sahihi. Unapokuwa na mchezaji kama Najim Musa, lazima ukubali kumtafutia viungo wawili wakabaji wazuri ambao watampa uhuru wa yeye kuweza kucheza. Lakini Namungo wao waliamini kwamba kwa kuwa Yanga wanashambulia na idadi kubwa ya watu, tunapaswa kuwa na wachezaji wengi wenye speed na tunapaswa kuwa na wachezaji wengi wenye uwezo wa kupossess, na ndio maana tokea dakika ya kwanza ya mchezo mpaka zinatamatika dakika 45 za kipindi cha kwanza hatukuona Namungo ambao wamewaheshimu Young Africans. Kipindi cha kwanza kitu ambacho kilikuwa kinatokea, kama utakuwa unakumbukumbu nzuri, Namungo walifika kwenye dakika 15 za kwanza, Namungo waliweza kufika langoni mwa Young Africans na wakashoot on target, lakini upande wa Young Africans walikuwa hawajaweza kufika kwenye lango la Namungo na walikuwa hawajafanya shambulizi lolote la hatari. Kwa hiyo unapocheza na timu kubwa kuna muda wakiwa hawajafika langoni kwako, tambua kwamba hii ni alama ya hatari, kwa sababu wewe unaamini kwamba naweza kupishana nao. Utatoka chini kwenda kupishana nao ukiwa na idadi kubwa ya wachezaji. Watakapo kusurprise wao kwa kufanya turning over, zile transitions za Yanga, wakiwini mpira ambao ulikuwa unafanya build up, je, utaweza kuziwia vizuri? Kwa hiyo ni kitu ambacho Namungo walipaswa kujiuliza. Hichi ni kitu ambacho Namungo wao kama wao walipaswa kuwa nacho makini, kwa sababu unapofanya makosa kwenye michezo kama hii utaadhibiwa kutokana na yale makosa yako ambayo umeyadharisha. Siku ya leo Namungo wamejitahidi kucheza vizuri, wamejitahidi kupambana, lakini kwa bahati mbaya upande wa Namungo siku ya leo haukuwa upande wao, kwa sababu kuna makosa ambayo walikuwa wanayafanya ndio yanapelekea wao kuweza kwenda kuadhibiwa. Stefan Kiazizi hakuwa kwenye ubora mkubwa sana siku ya leo, lakini ameweza kuregister goli.